Mwenyezi Mungu, Baba yetu, kwa jina la Yesu Kristo, unastahili Bwana, na ni wewe Bwana umetukuka. Nasi Bwana tunakuja mbele ya kiti chako cha enzi ili tuabudu jina lako. Tulete matoleo yetu ya kiroho Bwana, tulete dhabihu zetu kwa jina la Yesu Kristo. Baba yetu, sisi ni watu wako Bwana, ni sehemu ya watu wako Baba. Mungu wetu, mapenzi yako ni tuweze kukuabudu kila wakati. Basi pokea sifa na shukurani siku ya leo Bwana. Tunaungama ya kwamba ni wewe peke yako ustahilie. Tumekuja kwenye ibada Bwana ili uendelee kutusaidia Bwana katika safari hii. Uzidi kufunua neno lako, uzidi kufunua mapenzi yako katika mioyo yetu, kuimarisha kila mmoja wetu, kutupatia hekima ya kiungu Bwana, ili tuweze kuwa mashahidi waaminifu na wafaao wa Bwana wetu Yesu Kristo wakati huu wa mwisho. Asante Mwenyezi Mungu, tusamehe dhambi na hatia na makosa. Tuoshe kwa damu ya mwanakondoo Yesu Kristo. Baba yetu, najua changamoto za kila mmoja wetu, nami ninakualika katika maisha yake ili kusudi uweze kumsaidia, aweze kushinda changamoto hizo Bwana, aweze kujitwalia tabia ya kiungu na kuwa shahidi mwaminifu. Asante Mwenyezi Mungu, hebu na neno lako Bwana liweze kuwa na mamlaka na hatamu miongoni mwetu, na ukutane na mahitaji yote yaliyo katika maisha yetu. Na baada ya mambo yote Bwana, sifa na utukufu zitakurejea wewe, maana ni wewe ustahilie. Tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Tutafungua Marko mlango wa kwanza. Marko mlango wa kwanza. Tusome andiko hapo, kisha tutasoma andiko lingine kama tumeketi. Lakini kwa sasa ni Marko mlango wa kwanza, mstari wa 9 mpaka mstari wa 13. Tisa mpaka 13. Ikawa siku zile Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, akabatizwa na Yohana katika Yordani. Mara alipopanda kutoka majini, akaona mbingu zinapasuka na Roho kama hua akishuka juu yake, na sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nipendezwae nawe. Mara Roho akamtoa aende nyikani, akawako huko jangwani siku 40 hali akijaribiwa na Shetani, naye alikuwa pamoja na wanyama wa mwitu, na malaika walikuwa wakimhudumia. Bwana abariki usomaji wa neno. Tunaweza kuketi. Wakati tumeketi, ningetaka pia kusoma Warumi 8. Kitabu cha Warumi mlango wa 8. Kutoka mstari wa 14 mpaka mstari wa 17. Warumi 8:14 mpaka 17. Nasema hivi: kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Alafu inaendelea kusema hivi: kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambao kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto, basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Maandiko hayo mawili tumesoma yanaongea juu ya kuongozwa na Roho. Tumeona mara ya kwanza Yesu Kristo akipelekwa jangwani akajaribiwe, na baadaye tunasoma Warumi 8 mahali ambapo andiko linasema ya kwamba watoto wa Mungu wanaongozwa na Roho wa Mungu. Baada ya kusoma maandiko hayo, sehemu mbili za maandiko, hii mikutano ya kutusaidia katikati mwa juma, nimekuwa nikiongea juu ya Roho Mtakatifu
Na leo hii chini ya kichwa cha Roho Mtakatifu ningetaka kuongea juu ya mkufunzi. Mkufunzi ni kama kocha, kama wale watu ambao wanacheza michezo, kuna yule ambaye anaitwa kocha, kazi yake ni kuwafundisha mbinu ili waweze kupata ushindi. Hapa kwa Kiswahili tunasema mkufunzi. Kwa Kiingereza tungeweza kusema ni tutor. Tungeweza kusema ni tutor ambaye anatufundisha ili tuweze kuelewa ufahamu wa Mungu, na njia ya Mungu, namna ya kufanya mambo, na kwa njia hiyo tunazidi kukomaa na kuondokea mawazo ya kitoto, tuweze kuwa ni watu wazima kiroho. Na kila mwaminio anahitaji mkufunzi. Anahitaji huyu mwalimu wa kumuongoza katika maisha. Anahitaji training kila mwaminio. Kwa sababu jambo la kwanza, unajua tunaambiwa na ujumbe, sisi ni kondoo na kondoo hawezi kujiongoza. Nabii anasema kondoo kama hana kiongozi huwa amepotea kabisa. Kama hana kiongozi amepotea kabisa. Kondoo hawezi kujiongoza. Akiwa porini na hana kiongozi hawezi kupata njia yake arudi nyumbani, atapotea kabisa. Na unajua mwaminio ni kondoo, tunahitaji kuwa na kiongozi wa maisha yetu. La sivyo tutapotea kabisa tusipokuwa na kiongozi. Na huyu kiongozi, mkufunzi huyu, yeye ndiye anayejua njia, na yeye ni Mungu mwenyewe. Si kwamba ni mtu tofauti na Mungu, tunajua ni Mungu mwenyewe kwa namna ya roho. Tunajua hakuna miungu mitatu, Baba, Mwana na Roho, si miungu mitatu, hakuna Trinity, hakuna. Mungu ni mmoja, lakini Mungu anafanya kazi katika majira tofauti tofauti. Ni yeye alikuwa na Israeli kama nguzo ya moto. Ni yeye alishuka baada ya mwishoni mwa Agano la Kale, akashuka, akajivika mwili, akaonekana hapa duniani, lakini ni Mungu yule wa Agano la Kale. Ndio sababu anaambia wana wa Israeli kabla Ibrahimu kuzaliwa, mimi niko. Na hivyo ndivyo alikuwa ameambia Musa, kuonesha ni Mungu yule yule, lakini sasa ameenda hatua zaidi, amejivika mwili wa binadamu. Na sababu ya kufanya hivyo ni aweze kuwa sadaka kwa njia ya mwili, aweze kutolewa sadaka kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Na tunajua kutoka siku ya Pentecost na kuendelea mpaka siku ya leo, akaja kama Roho Mtakatifu, akaingia ndani. Sio tu juu yao na sio tu pamoja nao, ingawa hayo yote yapo bado, lakini akaingia ndani ya wanadamu ili aweze kuwa ni Mungu ndani yetu. Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni Mungu yule yule katika umbo la roho akiwa ndani yetu, na yeye ndiye mkufunzi. Yeye ndiye mwalimu wetu, yeye ndiye mkufunzi anayetufanyia training ili tuweze kujua namna ya kujiendesha katika haya maisha na kusimama imara na kuwa na kimo cha Yesu Kristo. Na mara nyingi tunapata wazo ya kwamba tunaweza kumuongoza. Ni mara nyingi sana sisi waaminio tumejaribu kuongoza huyu mwalimu, huyu mkufunzi wetu, na kumpatia mapendekezo. Najua sisi waaminio ni mara nyingi sana tunapatia Mungu mapendekezo. Unaombea jambo fulani, unahitaji jambo fulani, na wakati unaenda kuomba, unaomba na huku unampendekezea Mungu jambo hili na lile. Yaani ungetaka ajibu, lakini wakati anajibu, angalie pia pendekezo lako pale. Consideration ya pendekezo lako pale. Na unajua hiyo sio njia ya kumuomba Mungu. Naona nabii aliulizwa na mtu mmoja katika kitabu cha maswali na majibu. COD akaulizwa, ndugu Branham, mtu anawezaje kujua mapenzi ya Mungu katika mambo muhimu? Angetaka kufanya uamuzi, lakini anawezaje kujua mapenzi ya Mungu? Akasema namna ya kujua mapenzi ya Mungu ni unaomba na unaliacha, na usiweke mawazo yako hapo. Usijaribu kuweka mawazo yako hapo. Kazi yako ni kuleta jambo hilo, kuliwasilisha mbele za Bwana, na baada ya kufanya hivyo uweze kuliacha. Usiletee Mungu mapendekezo. Kwa sababu hekima ya Mungu sio hekima ya binadamu. Ni mara nyingi sana tunakuwa na mapendekezo. Na wakati unakuwa na mapendekezo kwa Mungu na unaomba, yale maombi hayana maana. Kwa sababu umeenda kama umefanya uamuzi. Na hiyo inakaribia Balaam kidogo, ya kwamba
anaenda kuuliza Mungu kitu mara ya pili, na alikuwa ameambiwa mara ya kwanza usilaani watu hao. Sasa anaenda pale ili aone kama anaweza kubahatika apate kauli ya pili, na Mungu hawezi kubadilisha nia yake. Wakati unaomba, uombe ukiwa neutral ili Mungu aweze kufanya mapenzi yake. Mara nyingi tunapata wazo tunaweza kumuongoza Mungu, hatuwezi kumuongoza Mungu. Hata kondoo wa kawaida hawezi kuongoza mchungaji, ni mchungaji anaongoza kondoo. Mwaminio hawezi kuongoza Roho wa Mungu, ni Roho Mtakatifu ambaye anatuongoza. Tunapata hili wazo ya kwamba tunaweza kumuongoza, tunaweza kumpatia mapendekezo, na ya kwamba ataangalia hayo mapendekezo wakati anakuja kutusaidia. Haiwezekani. Na ningetaka tusome nukuu ya ujumbe hapa katika ujumbe unaitwa Mabirika ya Vunjayo, Broken Sisters. Kuna jumbe mbili zinaitwa hivyo, sasa ni mojawapo. Hapa mwaka 65 ningetaka tusome aya ya 158. Usikie vile ujumbe unavyosema hapa. Anasema now you do not have to pull it, pump it, join it, go into the seminary to learn how to use it. Anaongea juu ya Roho Mtakatifu. Huwezi kwenda kwa seminari ujue ati namna ya kuendesha Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza, huwezi kumwendesha. Yeye ndiye anakuongoza. Tumesikia maandiko mahali tumesoma katika Warumi akisema wale wote wanaongozwa na Roho wa Mungu ndio watoto wa Mungu. Wewe na mimi hatuwezi kuongoza Roho. Siwezi kumuongoza. Alafu anasema they tell you how to use it there. Kule katika seminary, shule ya Biblia, wanakuambia namna ya kutumia Roho. Ndio sababu unaona theolojia kwenda kwa college si ya Mwenyezi Mungu. Nabii anasema, well, if you have received the Holy Spirit, we believe that, but so you do it this way. Yani watu wanajaribu kuambia namna ya kufanya mambo wakati umepata Roho Mtakatifu. Haiwezekani. Maana wakati Roho Mtakatifu anaingia katika maisha yako, anakuwa kiongozi wa maisha yako. Anakuwa coach, anakuwa mkufunzi wa maisha yako. Na huwezi kumuongoza. Anaendelea hapo kusema, but you see, there's no control of it. Huwezi kumdhibiti. Huwezi kudhibiti Roho Mtakatifu. You don't use the Holy Spirit. The Holy Spirit uses you. Anasema huwezi kumtumia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakutumia. Unaona jambo hilo? Anasema you are not to use the Holy Spirit. The Holy Spirit got you. Unaona? Huwezi kumtumia Roho Mtakatifu, yeye ndiye anakumiliki. Hakuna mtu anaweza kutumia boss wake. Haiwezekani. Anasema hivi, a gift is not something you take like a knife and sharpen a pencil with it. Anasema kipawa si kitu ambacho unachukua kama kisu, alafu unachonga ile penseli yako. It is yielding yourself to God and getting yourself out of the way so the Holy Spirit can use you. Ni kujua namna ya kujisalimisha kwa Mungu na kuondoka njiani ili Mungu aweze kukutumia. Wewe na mimi hatuwezi kumtumia Mungu, ni Mungu anatutumia. Na ni vizuri tujifunze mambo hayo. We better take these lessons. Kwa sababu ni mara nyingi sana tumejaribu kumuongoza Mungu. Na wacha nikwambie, ukijaribu kumuongoza Mungu, kuna mahali atakuaibisha. Kuna mahali atakuaibisha. Najua unaweza kusema kunukuu maandiko useme, Biblia ilisema hakuna wakati wale wanamwamini wataaibishwa. Hiyo ni kweli kwa ujumla, kwa sababu hakuna siku unaweza kupoteza kibali cha Mwenyezi Mungu. Lakini katika mambo fulani, jambo moja moja hapa Mungu atakuaibisha. Kwa sababu utaenda ufanye jambo kwa kudhamiria. Utaenda ufanye jambo kwa kudhamiria, na wakati unafanya jambo kwa kudhamiria na si Mungu alikuongoza ama ulikimbia mbele yake, basi atakuacha pale. Utaenda utapambana na hilo jambo na utakosa matokeo na utaaibika. Nabii mwenyewe alipata funzo hilo wakati alikuwa mhudumu kijana. Ameonyeshwa kuna mtoto amelala mahali kitandani katika nyumba moja na ni mlemavu, na anaongozwa pale kwenda kumuombea ili ulemavu wake uweze kuisha, aweze kuishi maisha ya kawaida.
Lakini kabla ya kwenda pale ameonyeshwa mpangilio kile ambacho kitakuwa katika hiyo nyumba, ni akina nani watakuwa pale na kila mmoja atakuwa ameketi wapi. Ameonyeshwa mambo hayo yote na Mwenyezi Mungu, na anaambiwa ya kwamba ili muujiza ule utendeke, hayo yanahitaji kuwa hivyo. Watu hao wote wanahitaji kuwa pale na wanahitaji kuwa wameketi katika hizo sehemu ambazo na kuonesha. Ameona huo mpangilio. Na wakati amefika pale hakuzingatia hayo. Kwa sababu ni nabii kijana na ana moto sana. Najua wakati mtu anaanza kuzeeka anakuwa makini zaidi. Anakuwa makini zaidi, unakuwa na hekima zaidi na unapunguza maneno. Ukianza kuzeeka unapunguza maneno si kwa wingi sana, na unakuwa na hekima. Na unakuwa makini zaidi kufanya mambo. Na hata watu wakikimbia, kwanza wewe unakaa nyuma kwa sababu ungetaka kuangalia hilo jambo kwa ujumla. Unataka kufanya analysis. Unaona? Unakuwa na hekima. Sasa nabii ameenda mbio sana pale, ameingia kwa bedroom, ameanza kuombea mtoto, hakuna kitu kilifanyika. Kaanza kutokwa na jasho. Mpaka masikio yakawa mekundu. Na ni mbele ya watu wengine. Jambo hilo likamwaibisha sana. Akashindwa imekuaje. Ni yeye alikimbia mbele ya ono. Maana yale mambo Mungu alimuonesha hayakuwa yote kila kitu hakikuwa mahali pake. Kuna watu hata walikuwa wanatakiwa kuwa pale na hawakuwa wamefika. Na sasa amekimbia kufanya jambo hilo kwa sababu najua mtu akiwa kijana angetaka pia kupata sifa ya kwamba alitumika kufanya kazi kuu na kufanya muujiza. Na hapa unasahau ya kwamba hata ukitumika kufanya muujiza sio nguvu zako. Hakuna sifa na utukufu unaweza kupata. Kwa sababu Mungu alikutumia. Na kama si Mungu hungeweza chochote. Si ajabu nabii anakuja na anatuambia hiki kitabu cha Matendo ya Mitume sio kitabu cha matendo ya mitume. Mitume bila Roho Mtakatifu hawakuwa na nguvu yoyote. Anasema ni kitabu cha Roho Mtakatifu ndani ya mitume. Maana ni Roho Mtakatifu aliwezesha hiki kitabu kuwepo wakati aliwajaza kwa Roho Mtakatifu siku ya Pentecost, wakawezeshwa kufanya yale yote ambayo tunasoma katika kile kitabu. Lakini mweke Roho Mtakatifu kando na mitume hawana nguvu yoyote. Sasa nabii ameenda pale, ameaibishwa mbele ya watu. Basi akarudi nyuma, akarudi nyuma usiku mzima. Watu wameketi pale wanashindwa nini kinaendelea. Asubuhi baadhi ya watu ambao walitakiwa kuwa pale alipoona katika ono wakasema sasa ni mchana, yabidi sasa tuende kazi. Na kama wangeenda kazi ono hilo halingetimia, maana hao ni baadhi ya watu ambao walionekana watakuwepo wakati mtoto anapona. Na sasa wanataka kwenda kazi. Na unajua huwezi kuambia msiende kwa sababu wewe unaingilia ono. You cannot put your hand inside. Nabii anasema angeoneshwa na Mungu mahali ambapo ataenda, kuna mtu anatakiwa kupona katika hiyo nyumba, lakini mambo hayajapangika kama alivyoona katika ono. Na huwezi kuambia kile watafanya kwa sababu ukifanya hivyo nabii anasema umeingiza mkono wako, ono hilo litavunjika. Ono litavunjika. Anaenda kwa nyuma na kuta kuna kofia ile ya wanaume imewekelewa juu ya meza na haitakiwi kuwa hapo saa hiyo anaombea mtu huyo. Inatakiwa kuondolewa pale, iwekwe mahali labda kwa ukuta, na huwezi kuambia yeyote afanye hivyo kwa sababu ukifanya hivyo umeingiza mkono wako. Anasema it has to be taken out some other way. Lazima iondolewe kwa njia fulani. Labda mwenye nyumba, mama akija aone haifai kuwa pale ni juu ya meza, akishika aondoe mwenyewe, basi unajua ni Mungu anafanya kazi. Lakini huwezi kuambia mtu aondoe kwa sababu sasa utachukua jambo la kiungu na kulishusha liweze kuwa la kibinadamu. Lazima tujue kuongozwa na Roho Mtakatifu inamaanisha nini. Huwezi kumuongoza na ni lazima uwe na subira wakati Roho Mtakatifu anakuongoza. Sasa hao watu waliposema wangetaka kuondoka asubuhi hiyo, sasa nabii hangefanya chochote na huwezi kuambia wasiende. Kwa sababu sasa hiyo itakuwa ni kuingiza mkono wako katika mambo ya Mungu. Mambo ya kiungu unaingiza mkono wako. Sasa kama wataenda itabidi Mungu mwenyewe awalete kwa njia nyingine. Wakati wanajiandaa kufanya hivyo, wakawa
wamesubiri tu kwa muda pale, lakini ni Mungu anawashikilia. Na nabii alipoangalia kupitia kwa dirisha akaona watu wawili wazee wakija pale, ambao walikuwa ni babuye na nyanya yake huyu mtoto. Walionekana katika hili ono pale awali nabii alipoona ono wakiwa kwake, lakini wakati huu wote hata hawakuwa katika hii nyumba. Wanawasili asubuhi. Unaona, kwa sababu lile ono sasa linakaribia kutimia. Sasa wakati waliingia wote katika nyumba, akaona wote wameingia, lakini kuna wengine wameketi katika nafasi ambazo ama sehemu ambazo nabii hakuona hivyo katika ono. Na huwezi kuambia mtu wewe toka keti hapa ili sasa kazi ya Mungu itimie. Hakuna mkono wako hapo. Kazi yako ni kutumika, acha Mungu apange kila kitu. Wakati baada ya muda mwenye nyumba anamwambia mmoja, wewe keti hapa, tafadhali wewe keti pale. Na ndio sababu wa ndugu na wadada ni vizuri kuwa watiifu. Hata ndani ya kanisa wakati mwingine tunaudhika eti kwa sababu shemasi alikuja akakwambia toka hapa tafadhali uende pale. Amefanya hivyo kwa sababu ya hekima yake. Ameona inafaa hivyo. Nawe unataka kupuuza jambo hilo. Na hujui kama Mungu anataka hivyo ili aweze kuonesha mambo fulani. Hebu na tuwe watiifu kwa kila njia. Na watu ambao wananyenyekea kwa yale mamlaka Mungu ameweka katika kanisa lake. Naona wakati ilifika hapo na kila mtu yuko katika nafasi yake, nabii hata haikubidi kuombea mtoto. Kwenda pale tu kufika pale uwepo wake, mtoto yule ulemavu wake ukaondoka. Kwa nini? Kwa sababu lazima tufuate uongozi wa Roho Mtakatifu. Na usipofuata uongozi huo ama ukimbie ama ujaribu kumtumia Roho, kuna mahali atakuaibisha. Naweza kukuaibisha mbele ya hadhara. Kwa sababu ulidhamiria kumuongoza ama ulikimbia mbele yake. Lazima tujue kuongozwa na Roho Mtakatifu kuna maanisha nini. Na nabii anatupatia mfano hapa katika ujumbe yale mambo yalikuwa yanafanyika wakati mwingine katika nyumba yake ili uweze kuona kazi ya mkufunzi. Huyu mwalimu ambaye anakufundisha namna ya kuwa mwaminio, namna ya kujiendesha, shughuli za baba yetu, analeta mfano kutoka kwa nyumba yake mwenyewe. Kwa sababu nilikwambia na nimekuambia mara kadha ya kwamba nabii humwangalii tu yale yanayosema, na tunaamini yale yanasema kwa sababu yeye alikuwa ni kinywa cha Mungu. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba ni Yesu Kristo alikuwa ananena lakini anatumia mwanadamu. Lakini pia unaangalia pia maisha yake. Maisha ya nabii ni tafsiri ya ujumbe anaoleta. Amewekwa pale aweze kuwa kielelezo. Ni tafsiri, maisha yake mwenyewe ni tafsiri ya ule ujumbe ambao analeta. Mwahi kuonesha hivyo sehemu kadha wa kadha. Sitaki kuingilia baadhi ya mambo hayo. Lakini hapa ningetaka tusome jambo moja katika ujumbe. Some jambo moja hapa katika ujumbe. Na analeta mfano kutoka kwa yale ambayo yalikuwa yanatendeka kwake nyumbani. Katika ujumbe mmoja hapa ambao unaitwa kuadhimishwa kiroho, spiritual adoption. Spiritual adoption, unajua adoption huwa tunasema ni mwana aliye na mamlaka. Na hapa nabii anaongea kwa njia ya kiroho. Sio adoption katika maisha ya kawaida, lakini kwa njia ya kiroho. Na anasema hivi juu ya kwake nyumbani, akiongea juu ya vile ambavyo mke wake alikuwa anajaribu kulisha mtoto chakula, mayai, lakini mtoto naye analeta fujo. Angalia hapa vile anavyosema 76. This morning I was looking at my dear little companion, anaongea juu ya mke wake, and I seen my little son when he threw his little tantrum at the table. Na huyo ni Joseph. Wakati alianza kuleta fujo pale mezani, kwa sababu wakati mwingine unaenda kumlisha mtoto na ana njia yake naye anataka. With his little dish with his eggs and things that mother had worked so faithfully to fix for his breakfast. Mamake ametengeneza kiamsha kinywa, lakini mtoto huyu ameanza kuleta fujo. And she was trying to teach him to eat with a spoon. Na mama alikuwa anajaribu kumfundisha ale chakula akitumia kijiko chake. And he wanted to take the wrong hand. Najua mtoto anaweza kuwa msumbufu wakati mwingine, stubborn. Unampatia huu mkono naye hataki, anataka huu. Mambo hayo tunajua. Mambo hayo hata kama huna mtoto, umewahi kuona mtoto mahali analishwa. Unaona?
And he wanted to take the wrong hand. Na alikuwa anataka kuchukua mkono usiofaa. Na hilo jambo ni mfano vile ambavyo sisi huwa tunafanya wakati mwingine tunataka kumuongoza Mungu. Huyu naye anataka kumuongoza mama. Katika kutokujua kwake anataka kumuongoza mama. Ni mara nyingi wewe na mimi tunafanya hivyo katika maisha ya Ukristo. Unataka kumuongoza Bwana Yesu Kristo. Unaona? And many time our trainer, the Holy Spirit, si unaona? Mkufunzi wetu Roho Mtakatifu, we try to do it the wrong way. Tunajaribu kufanya hivyo kwa njia isiyofaa. Hivyo mtoto wa ndugu Branham alikuwa anafanya, ndivyo nasi huwa tunafanya wakati mwingine, wakati Mungu anashughulika nasi. But sometimes it hurts us. Wakati mwingine tunaumia kwa sababu Mungu hata kubali uende kwa njia yako. Kwa hivyo kama itabidi Mungu akuumize, atakuumiza. Kwa sababu mwishowe lazima awe na njia yake. Anasema hivi, sikia vile anavyosema, sometimes we may lay on a bed of affliction. Unaweza kulala kitandani kwa sababu ya maradhi. Na sisemi kila wakati ambapo unalala kitandani ni kwa sababu uliasi. Wakati mwingine maradhi yanakuja tu, lakini pia Mungu anaweza kutumia maradhi kukuadhibu. Kwa sababu kuna njia ambayo ulijaribu kuchukua na anajaribu kukuongoza, lakini wewe unataka kwenda katika mapenzi yako ya kuruhusiwa. Wakati mwingine anakuweka katika kitanda ukiwa mgonjwa. Sometimes the doctor may say that all hopes is gone. Hata wakati mwingine unaweza kuadhirika na maradhi, daktari mwenyewe aseme ya kwamba hakuna matumaini tena. Umefika mwisho. Na ni Mungu anaachilia. Kwa sababu ni mkufunzi na kuna mambo anataka uweze kujifunza. Najua kushirikiana na Mungu ni muhimu sana. Cooperation. Hata ukitaka kukomaa haraka, shirikiana na Mungu. Nimwambia siku zote Israeli, safari yao ingekuwa siku 11 kutoka Misri kwenda Canaan kama wangeshirikiana na Mungu. Naye Naaman ilitegemea vile atashirikiana na neno ambalo amesikia kutoka kwa Elisha. Ingia Yordani mara 7. Kama angeingia mara 1 kwa mwaka ni sawa tu, lakini atapona baada ya miaka 7. Mradi afikishe mara 7. Lakini akitaka kupona saa hiyo ni kuingia na kutoka, Inamtegemea yeye. Okay, sometimes we may lay on a bed of affliction. Wakati mwingine unaweza kuwa kwenye kitanda kwa sababu ya maradhi. Sometimes the doctor may say all hopes is gone. Wakati mwingine daktari anafika mwisho, anasema hakuna matumaini. Okay, but it is the Holy Spirit teaching us to use the right hand. Lakini ni Roho Mtakatifu akikuonesha namna ya kutumia mkono wa kulia. Nafikiri nimeruka sana. Nimeenda kupita, kuna mahali nimeruka. 77 inasema hivi, well, to me I said, let him have that hand. Nabii akaambia mke wake, simwache atumie ule mkono ataka kutumia. Lakini unajua mambo mengine ni ya kina mama na huwezi kuingilia kwa sababu ni wao wamepatiwa hiyo neema. Nabii hakuwa anaona likiwa jambo kubwa, mtoto anaweza kutumia mkono wowote, lakini mama anajua vema kuliko hivyo. Unaona jambo hilo? The mother knew different. Mama alijua jambo tofauti. She knew if she left him on that way, he would be either ambidexter or he would be left-handed, and that is not normal. Ambidexter ni mtu ambaye mikono yote inatoshana kwa nguvu na kila kitu, hakuna wa kushoto, hakuna wa kulia. Ama awe ni mtu wa kutumia mkono wa kushoto, na hiyo sio kawaida. Na sisemi ya kwamba kama wewe unatumia wa kushoto ya kwamba sasa wewe ni abnormal. Nasema tu vile nabii amesema. Najua kuna wengine wetu ambao ni left-handed. Lakini nabii anasema mke wake hakuwa anataka hivyo. Angetaka mtoto atumie ule mkono wa kawaida ulio na nguvu wa kufanya mambo mengi. So as a real trainer, she made him change hand, though he didn't like it. Kama mkufunzi halisi, alifanya mtoto abadilishe mkono ingawa mtoto hakuwa anataka hivyo. But the mother knew what was best. Lakini mama hapo, kwa hivyo mama hapo alikuwa ni mfano wa Roho Mtakatifu. Alijua kile ambacho kinastahili.
Na Mungu anajua kile kinakufaa. And many time our trainer the Holy Spirit, we try to do it the wrong way. Mara nyingi sisi na mkufunzi wetu ni Roho Mtakatifu tunajaribu kufanya jambo hilo kwa njia isiyofaa. But sometimes it hurts us, wakati mwingine litaumiza. Sometimes we may lay on a bed of affliction. Nilikuwa nimesema hivyo. Unaweza kuwa mgonjwa kitandani na ni Mungu ameachilia kwa sababu ulikuwa unataka kumfundisha yeye. Ulikuwa unataka kumuongoza yeye, akakuonesha sasa nani hapa anatawala. Anakuweka chini. Sometimes the doctor may say all hopes is gone. Wakati mwingine hata daktari anafika mwisho anasema mahali maradhi haya yamefika, hatuna msaada mwingine. Naona hata wakati mwingine daktari huwa anasema na apelekwe nyumbani sasa. But the Holy Spirit, it is the Holy Spirit teaching us to use the right hand. Ni Roho Mtakatifu akikufundisha kutumia mkono wa kulia. Haya yote anafanya hivyo kuondoa mapenzi yako. Ili usijaribu kumuongoza, lakini waache akuongoze. Okay? He knows what is best. Anajua ni kile kinafaa. He knows how the Father wants it done. He is a trainer. Roho Mtakatifu anajua vile Baba anataka, yeye ndiye mkufunzi wetu. Na anasema hivi, little Joseph anaongea juu ya mwanawe huyo ambaye alikuwa anasumbuana na mama akilishwa. He wouldn't use the hand, so the mother reaches up and gets her frailing stick. Mpaka mama sasa akachukua nini? Kijiti. Atamfanyia kazi sasa kwa sababu sasa ameanza kuwa msumbufu, lazima kuwe na nini? Na mijeledi kidogo hapa. Na Mungu ana haki ya kukupiga mijeledi ndugu, kama hapo awali umekuwa ukijaribu kumuongoza. Ana hiyo haki. Na Mungu huwa anaibisha watoto wake wakati ambapo watoto wake wanajaribu kumuongoza Baba. Hiyo huwezi kusema amina, lakini ni kweli. Anaadhibu watoto wake wakati wanajaribu kumuongoza, kwa sababu Mungu hawezi kuongozwa na watoto wake. Ni yeye anawaongoza kwa njia ya Roho Mtakatifu. Wewe na mimi hatuwezi kumuongoza yule mkufunzi. Unaona? He wouldn't use a hand, so the mother reaches up and gets her frailing stick so long and she tapped it on the side. Wakati mama alileta kijiti hakumchapa kwanza, akagonga meza. Hasa kuonesha kwamba hatari imeingia hapa. Usiposhirikiana hapo pengine si meza atagonga, ni wewe sasa. Unaona? Anasema, and she tapped it on the side. He looked over to me. Sasa mtoto akaona sasa hatari imeingia, akaanza kuangalia baba yake ili baba yake amnusuru katika hii hali. But yet I loved him with all my heart, would die freely for him. Nabii anasema hata hivyo huyu mtoto nampenda sana, naweza kufa kwa ajili yake. But I knew the mother knew best. Na hata hivyo nilijua ya kwamba mama yeye ndiye anajua kile kitu sahihi kufanya na huyu mtoto. She is training the child. Anamfundisha huyu mtoto ili mtoto ajue namna sahihi ya kufanya mambo. Na wakati nabii analeta huu mfano kutoka kwa nyumba yake, analeta huu mfano ili tuweze kujifundisha. Ndio sababu huwa nakuambia kila wakati tunaangalia nabii, hatuangalii tu yale yamesema, japo tunaangalia hayo, tunasikia hayo, maana tunajua ni sauti ya Kristo ikipitia kwa binadamu, lakini zaidi ya hayo pia tunaangalia maisha yake, maana maisha yake ni tafsiri ya ujumbe anaoleta. Siku ya leo tuna mkufunzi ambaye anaitwa Roho Mtakatifu, ambaye anatufundisha njia za Baba yetu. Unaona, wakati mwingine tunafikiri tunajua, lakini hakuna kitu tunajua. Unaweza kufikiria hata nimepata ujuzi hapa, lakini hakuna ujuzi unao. Tunafikiri tunajua, lakini hatujui. Kwa hivyo inabidi Mungu anakugeuza hivi mpaka mapenzi yake yaweze kutendeka. Jambo ni hili, tunafaa kujua namna ya kujisalimisha kwake. Kujisalimisha, yielding. Sio vile unaweza kufanya kazi nyingi, ni vile unaweza kujisalimisha. Unaweza kufanya kazi nyingi sana isiyo na matokeo, isiyo na matunda, lakini jambo hapa ni kuweza kujisalimisha kama vile tulisema hapo awali, ili akutumie. Huwezi kutumia Mungu, huwezi kumuongoza. Siwezi kumtumia, siwezi kumuongoza. Ni vile ninaweza kujisalimisha kwa mapenzi yake ili aweze kunitumia.
Na wakati tunaimba wimbo mapenzi yangu yavunjike, mapenzi yako yafanyike, tusiimbe kama theory eti kwa sababu tunajua wimbo. Wacha uwe uhalisi ya kwamba kwa kweli ningetaka mapenzi yangu yaondolewe, mapenzi ya Yesu Kristo yachukue nafasi yake. Kristo animiliki, Kristo atoe hatamu juu ya maisha yangu. Ningetaka hivyo. Ni kujisalimisha. Na unajua nabii amehubiri jumbe kadhaa ambazo zinaitwa adoption, mwana aliye na mamlaka. Na hiki ni kizazi cha wana walio na mamlaka. Amehubiri mambo hayo. Na ili tuweze kuwa na wana walio na mamlaka, ni watu ambao Kristo amepata hatamu juu ya maisha yao. Wakati nabii alihubiri ujumbe, Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa, alisema Mungu alikuwa na siri moja kabla ya misingi ya ulimwengu, na ina sehemu 3. Alikuwa anataka kujifunua kwa watu, na anafanya hivyo kupitia Yesu Kristo. Namba 2, angetaka kuwa na mamlaka ndani ya kanisa lake. Namba 3, angetaka kurejesha ufalme mahali yeye na kanisa lake watamiliki. Angalia namba 2. Namba 2, angetaka kuwa na mamlaka, preeminence, ndani ya kanisa lake. Ni kumaanisha ni kanisa ambalo halijiongozi, sio nia yao inafanya kazi, ni nia ya Yesu Kristo inafanya kazi ndani yao. Unaona jambo hilo? Na hivyo ndivyo Mungu anafanya siku ya leo, anatuongoza. Anatuongoza, anaondoa mapenzi yetu, anaondoa nia zetu, ili Kristo aweze kupata hatamu na mamlaka kwa njia kamilifu ndani ya maisha yetu. Huwa tunasema Yusufu alikuwa ni mfano wa ukamilifu. He was a type of perfection. Na tunaona kana kwamba hana dosari, lakini Mungu alikuwa anajua Yusufu ana dosari. Na ndio sababu aliwekwa jela, akasingiziwa kwanza, akauzwa, akawa katika nyumba ya Potifa kwa miaka 3, baadaye akawekwa jela, akawa katika jela, historia inasema miaka 10. Nabii anasema katika ujumbe ambao unaitwa Paulo mfungwa wa Kristo, Paul a prisoner. Anasema wakati ambapo alikuwa jela, basi wakati huo Mungu alitumia hiyo nafasi kung'oa kutoka kwa Yusufu mambo yasiyofaa. Mambo ambayo hayafai kutoka kwa tabia yake, Mungu alitumia ile nafasi kuweza kuyang'oa. Hali ngumu za jela na kutumikishwa na mambo hayo zilikuwa zinamfanya Yusufu aondokwe na mambo yasiyofaa. Maana siku moja Mungu ananuia kumpatia mamlaka, na hafai kuwa na mamlaka ikiwa kuna mambo ndani yake ambayo hayafai. Ndio maana unaona Mungu huwa anaangalia watoto wake sana. Kuna mambo hawezi kuachilia wakati fulani katika maisha yako. Wakati ambapo Yohana na Yakobo ndugu yake wanamwambia Yesu, hawa watu wanakataa message. Kwa nini wakataa message? Acha tulete moto kutoka mbinguni kama Elia tuangamize. Na kama wangekuwa na upako juu yao bila ile tabia, wawe na upako mkuu juu yao bila ile tabia, wangeangamiza watu. Naona nabii anaambiwa kesho wamekuwekea mtego. Asijue huu mtego utamjia kwa njia gani. Naingia kwenye mkutano, vijana wawili wa kike na wa kiume wanaanza kujiendesha kwa njia isiyo na heshima. Wanakuja kufanya mapenzi kanisani. Nabii akawaonya mara 3 lakini hawakumtii. Basi akasimama, akakoma kuhubiri neno, na hapa akaambua mamlaka yote ni yako. Ukisema kansa inawapata saa hii. Ukisema upofu wanakuwa vipofu papa hapa. Akaangalia hivi akasema nimewasamehe. Neema ya Mungu ikashuka, ikafanya watu kutokea pale mbele wakatoa maisha yao kwa Yesu Kristo. Akiwemo huyo kijana, hao vijana wawili wa kike na wa kiume. Mungu akaja baadaye akamwambia, ulisema kile kitu ambacho kinafaa. Kama angesema eti kwa sababu Roho Mtakatifu amemwambia, na ni Roho Mtakatifu anamwambia, nguvu ziko hapa. Ukisema kansa, ukisema upofu, ni Mungu anamwambia. Kama angefanya hivyo, angeanguka mtihani kama Musa. Musa alianguka mtihani kwa sababu ya hasira yake kupiga mwamba mara ya pili. Elisha aliangamiza watoto badala ya kuwasamehe. Na nabii hapa akapita mtihani. Unaona? Na ni Roho Mtakatifu anakuongoza. Roho Mtakatifu anang'oa mambo yasiyofaa. Na hakuna mtu ambaye hana mambo hayo. Huwezi kumcheka mwenzako. Huwezi kusema mwenzako vile alivyo na udhaifu wa kiroho. Na wewe je? Na mimi je?
Mungu hakukuitia kazi kama hiyo ya kukagua wengine. Mungu amesema usimame mbele ya kioo cha neno, uhakikishe ya kwamba unafanana na neno. Sio kukagua wengine. Unaona? Kwa sababu kila mmoja ni kama Yusufu, kuna mambo Mungu anahitaji kung'oa katika maisha yako. Kuna mambo yanahitaji kung'olewa katika maisha yako uweze kuwa na tabia ambayo inastahili. Ili Mungu aweze kuwa na watu ambao anaweza kutumia kufanya kazi kuu. Hata kazi ya uumbaji. Hata Yohana 14 mstari wa 12. Kazi ambazo ninafanya, mtafanya kama hizo na kubwa kuliko hizo. Ili tutumike kama sauti ya malaika mkuu hapa duniani, ambayo inaweza kufua wale wengine wamelala. Mambo haya yote ni kwa sababu Kristo amepata hatamu ndani ya kanisa ambalo amekuwa akifundisha. Kuna kitu utajaribu kufanya na Mungu ataacha ufanye na uende pale uungue vidole. Ili usurudie kwa sababu sio njia yake. Ni kweli? Kama mlango ukipata mlango umefungwa, usijaribu kufungua, achana nao. Na mahali Mungu amefungua, usikose kutembea pale. Atakusukuma na utapitia pale. Lazima tujue ya kwamba ni Mungu mkufunzi wetu kwa njia ya Roho Mtakatifu na ni yeye anatuongoza kulingana na mapenzi yake. Tuweze kuwa ni Wakristo ambao wamekomaa, watu ambao hawaongozwi tena na nia ya mwili, wanaongozwa na nia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na Kristo amepata mamlaka ndani yao. Mkufunzi huyu ndiye anaongoza kanisa liweze kuwa wana wa Mungu waliodhihirishwa. Anakufanyia training ili mwishowe tuweze kuwa wana wa Mungu waliodhihirishwa. Hivyo ndivyo anafanya. Na hakuna shortcut. Naona hakuna mahali unaweza kupitia ya kwamba hii ni shortcut, hukupitia ile njia. Lazima tujaribiwe. Lazima akufundishe. Lazima akuoneshe mapenzi ya baba yetu. Lazima afanye mambo haya yote. Kwingine kutakuwa na uchungu sana wakati anafanya hivyo, kwa sababu ni kitu ambacho ulikuwa unapenda sana na Mungu hana haja nacho. But you are holding it dearly na Mungu hana haja na kitu hicho. Sasa wakati anakitoa unahisi uchungu, lakini lazima Mungu aweze kukitoa. Ikiwa wewe umenaswa na simu, kwa sababu simu si vijana tu wamenaswa. Japo ndio wamenaswa sana. Ikiwa wewe umenaswa na simu unatumia muda wako wote, Mungu anajua namna ya kuweka uchungu kidogo ili utumwa ule uweze kuisha. Ili ibada ya sanamu ya simu iweze kuisha, Mungu anajua namna ya kufanya jambo hilo. Na hutamwambia vile atafanya na siwezi kumwambia, anajua namna ya kufanya jambo hilo. Sasa Mungu atusaidie. Tuweze kujua Roho Mtakatifu ni mkufunzi. Uweze kumuongoza, siwezi kumuongoza, uweze kumtumia, ni yeye anatutumia. Ni kama sasa hii microphone haiwezi kunitumia kuongea. Unaona? Haiwezi kunitumia kuongea, ni mimi ninaitumia. Na hivyo ndivyo ilivyo na Mwenyezi Mungu, hatuwezi kutumia roho wake, ni yeye anatutumia. Lakini ukisikia Wapentekoste wakiongea utadhani ni wao wanaongoza Mungu. Ndio sababu nabii anasema, nisikia mtu mwingine juzi akisema ya kwamba, Mungu ninakuamuru uponye huyu mtu. Unaamuru Mungu namna gani? Huwezi kuamuru Mungu. Na hata wakati mmoja nabii alimwambia Mungu, ninaombea mtu na wewe unamuua. Lazima uniambie. You owe me an explanation. Nabii anasema Mungu hana deni lako. Huwezi kumwendea kwa hiyo njia kana kwamba ana deni lako. He doesn't owe you any explanation. Mungu ni mwenyezi, anafanya mapenzi yake. Nabii alipata jibu ya jambo hilo, baada ya miezi 3, lakini ni baada ya kusahau. Na anasema kama ningemwendea Mungu kwa njia inayofaa kutoka mwanzo, naamini angeniambia sababu. Lakini wakati nimwendea kwa njia hiyo ya kumuamuru, basi akanyamaza. Na hivyo ndivyo ilivyo. Na Mungu huwa anafanya mambo hayo ili uweze kujua namna ya kuhusiana naye, so that you can know how to relate with him. Ya kwamba huwezi kumuongoza Mungu, ni yeye anakuongoza. Huwezi kutumia Mungu, ni yeye anakutumia. Haleluya. Wacha tufike hapo, tutaendelea wakati ujao Bwana akipenda. Tutaomba. Mwenyezi Mungu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, tunakupa sifa na utukufu na shukrani na kusema unastahili. Mungu wetu, neno lako linatuongoza
linatuambia namna ya kujiendesha. Na tunashukuru sana kwa sababu Roho Mtakatifu katika maisha yetu ni mkufunzi. Anatufundisha Qur'ani kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba usaidie kila mmoja wetu aweze kusimama imara, aweze kujisalimisha kwa huyu kiongozi wa maisha yetu, huyu mkufunzi. Ungoe mambo yasiyofaa katika maisha yetu ili Kristo aweze kuonekana. Hatutaki kuonekana Bwana, hatutaki uongozwe na nia ya mwili, tunataka kuongozwa na nia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Basi kama kondoo Bwana, tusaidie kujisalimisha, mapenzi yako yaweze kutendeka. Ili wakati ambapo tunakudhihirisha hapa duniani, tukudhihirishe Bwana bila dosari, bila walakini Bwana, kulingana na mapenzi ya moyo wako. Asante Mwenyezi Mungu, wajua kila mmoja wetu, unajua changamoto zake, unajua udhaifu, basi na ukashuke ili kusudi uweze kumsaidia. Ninaombea wale wagonjwa, unyoshe mkono, uweze kuwaponya, na mahitaji mengine yote Baba, naomba ya kwamba uweze kuyashughulikia. Tunaomba kwa imani kwa jina kuu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen.